mpya wa Yanga tayari amekwisha kuanza kukaa benchi. Amecheza juzi hapo dhidi ya timu mchezo wa ligi kuu NBC pale KMC. Pengine unaanza kuona intensity ya Young Africans kwa wachezaji inaanza kurudi au kuna mabadiliko gani yametokea? Mabadiliko ya kiufundi. Hapo ukiniuliza kiushabiki nitakwambia kuna mabadiliko makubwa, lakini ukiniuliza kiufundi nitakwambia hakuna mabadiliko. Kinachofanyika ni kwamba anapokuja kocha mpya kwenye timu yoyote, maana wachezaji wanataka wamuonyeshe kocha kwamba ni namna gani wanaweza kupata nafasi kwenye timu. Ukiangalia ile mechi ambayo tumecheza na KMC, umeangalia ni morali ya wachezaji kwamba sasa kocha amekuja mpya, ucheze ili uweze kuaminiwa upate nafasi. Yes, Mtibwa, yes. Umeelewa? Ili uweze kupata nafasi kwenye timu. Lakini kwa maana amefanya mabadiliko yoyote, mimi nitasema hapana. Uweze kufanya mabadiliko kwa wiki moja au mwezi mmoja au miezi miwili. Kocha wakati mwingine anapewa msimu mmoja, miwili mpaka mitatu ili kuweza kufanya mabadiliko. Kwa hiyo kilichotokea siku ile ni kwamba wachezaji walicheza kwa kutaka kumuonyesha kocha kwamba wanatafuta nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo tumpe muda ule kocha, anaweza akaleta mabadiliko lakini sio kwa haraka kama ambavyo mashabiki au watu wengine wanavyofikiria. Pengine kiufundi umemfuatilia mbinu zake, namna anavyotaka wachezaji wake wahusike kwa namna fulani uwanjani. Ukiangalia ni kushambulia sana, manake kulinda na kushambulia. Ukiangalia vilabu alivyotoka, kwa maana ya yeye amefundisha sana hizo timu, kwa maana ya timu ya Angola na timu za vijana ndio nyingi sana. Kwenye hizo timu za club bado hajapata nafasi kubwa sana. Kwa hiyo hapa Yanga pengine anaweza ndio akatengeneza na CV yake kubwa, kwa sababu kuna makocha kibao wadogo ambao walikuja Yanga baadaye wakawa makocha wakubwa na wakaenda kufanya vizuri. Kwa hiyo yeye ukiangalia mfumo wake ni kushambulia, kutengeneza safu ya ushambuliaji ambayo inakuwa inashambulia kwa makali. Naamini akipewa muda, kwa sababu kuna wakati anaweza akaja kocha mzuri, lakini mashabiki sisi wakati mwingine hatuwapi makocha muda, tunataka tuone kama chumvi na iko kwenye mboga. Kwa hiyo yeye akitaka kucheza na mashabiki itamkosti sana, lakini acheze na matokeo zaidi. Kwa mfano kama tunaendelea sasa hivi amekuja kwenye kipindi kibaya. Kipindi kibaya kwa sababu gani? Ni timu ambayo inaingia kwenye michuano ya Champions League. Wakati huo kwenye ligi hapa tuko kwenye nafasi ya pili kama sijakosea. Kwa hiyo anatakiwa ashindane kwenye ligi, wakati huo ashindane kwenye Champions League. Kwa hiyo ana wakati mgumu pengine kuliko kocha yote ambaye amekuja kwenye kipindi hiki. Amekuja kwenye kipindi ambacho timu imeingia kwenye group stage, na timu ambazo tunakutana nazo kwenye group stage ni timu kali. Kwa hiyo kocha anatakiwa pia vile atulize sana. Hapo anatakiwa afanye vitu viwili kwa mashabiki wa Yanga. Acheze vizuri, afu apate na ushindi. Kitu ambacho ndio kilichomuondoa Romain Folz. Tumekuwa tukizoea kuona wachezaji wakubwa wakisajiliwa na vilabu vikubwa viwili. Wakisha kusajiliwa, mfano wakina Stefan Ezeki walikuwa wakiimbwa sana, kina Fiston Mayele. Pengine usajili wa msimu huu kwa Young Africans mpaka sasa hatujasikia jina la mchezaji yoyote yule wa kigeni ambaye amekuwa akitajwa sana kwenye midomo ya mashabiki. Kilichoangalia sasa hivi ni namna ambavyo timu inafanya biashara. Unajua unacheza mpira na unafanya biashara. Usajili ambao sasa hivi Yanga tumeufanya ni tumesajili wachezaji ambao hawana majina makubwa lakini umri wao mdogo, kwamba acheze mpira na wakati mwingine baadaye mje mfanye biashara. Mwanzo tulikuwa tunasajili watu, unamsajili kama Medi Kagere umri mkubwa kwa ajili ya kupe matokeo tu, lakini sasa hivi mpira ni biashara. Anasajiliwa mchezaji ili baadaye aje biashara. Kwa hiyo hakukuwa na yale majina makubwa sana, yani usajili ambao tunafanya sasa hivi. So lakini ukiangalia wachezaji waliosajiliwa na wachezaji ambao wana uwezo. Kitu ambacho pengine hawaja click sana ni wakati mwingine mazingira tu na pressure ya mashabiki, kwa sababu tumemtoa mtu kama Stefan Ezeki, tumemtoa kama Lydia Ucho, Kezo Soya Chama, na wachezaji ambao wana experience ligi hii, wamekaa muda mrefu, wamekuwa wamekop nayo. Sasa wachezaji wamekuja, wakati mwingine mtu anataka kujifananisha kwamba mimi Celeston yakuwa nataka nicheze kama Chama labda. Kwa hiyo wakati mwingine yeye mwenyewe tu anakuwa anajitengenezea hofu kiasi kwamba anashindwa kucheza vile kulingana na ile anatamani aibebe Yanga kulingana na mchezaji aliyetoka katika ile nafasi. Unaangalia kama kwenye nafasi kama ya Mohamed Dumbia, wakati mwingine amesikia Aziki kitu alichokifanya Yanga. Kwa hiyo naye anataka acheze awaonyeshe watu. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine over confidence inakuwa inasumbua, lakini ni wachezaji wazuri waliosajiliwa, naamini wakipata muda na wakitengenezwa vizuri kisaikolojia, hakuna mchezaji yoyote mbaya ambaye Yanga amesajiliwa. Lakini wakati mwingine mazingira ambayo wachezaji waliotoka ni wachezaji wakubwa ambao wamefanya mafanikio Yanga. Sasa wanapokuja mchezaji, kwa mfano hata kama kwenye nafasi yangu leo mimi labda nafanya vipindi pale East Africa, wewe mimi nitakapoondoka pale afu atakapokuja mtu mwingine shabiki atakaonyesha kwamba anataka kuongea kama meja, wakati mwingine anaweza akapata kigumizi au akaongea vitu ambavyo sivyo. Kwa wachezaji wa Yanga wote waliosajiliwa ni wachezaji wazuri wenyewe tu
watulize munkari, wacheze mechi. Ligi ya NBC inarejea tena baada ya kipindi cha muda mfupi. Pengine ligi hii NBC itaisaidia Young Africans kulingana na michuano ya kimataifa. Hii ni ligi ngumu kuliko ligi zozote ambazo mimi nimeweza kushuhudia, kwa sababu ugumu unatokana nini? Unatokana na investment. Karibia vilabu vyote vimewekeza, na ndio maana sasa hivi umeona tumepeleka timu 4 kwenye michuano ya kimataifa na wote tumeingia group stage. Maana kuna Simba, Yanga, Azam na Singida. Umeelewa? Ni kitu ambacho hakijawahi kufanyika. Ukiona umepeleka timu 4 kwenye ligi, maana ligi ishakuwa. Kwa ligi yetu ni ngumu kwa sababu karibia vilabu vyote vina investment ya kutosha sana. Kwa hiyo naogopa kusema kwamba tunaweza tukachukua ubingwa pengine mapema sana, kwa sababu ligi ya sasa hivi sio ligi ya mchezo. Kwa hiyo naamini tukijipanga vizuri na tukacheza kwa mikakati tunaweza kuwa mabingwa tena, lakini tukichukulia mazoea kwamba tunavyochezaga hivi pengine tunaweza tuna wakati mgumu. Japokuwa ukiangalia vilabu vingine ambavyo vinatusogelea bado ule ukubwa wa Yanga pia wakati mwingine unawatisha, kwa sababu unaweza ukaingia timu kama Simba, tumeanza nayo tu mechi ya kwanza ya ngao. Haiwaogopeshi nyie? Wao ndio wanatuogopa sisi, kwa sababu mechi ya kwanza tu tumeingia nao, mbona tumewafunga. Sasa wakiingia kwa mchecheto kama ule pale, sisi tutakuwa tunajizolea tu pointi zetu. Kwa sababu mechi ukiangalia sasa hivi tunaangalia mechi ya Simba dhidi ya Azam ambayo nadhani ni mechi ya pili au ya kwanza baada ya haya mapumziko kuja. Kwa hiyo tutapima timu zote mbili kwenye ligi kwamba Simba amejipanga vipi na Azam amejipanga vipi, kwa sababu wale ndio ambao sisi kwa sasa hivi unaona kidogo ambao wanatupa pressure kidogo. Kwa hiyo hao ndio wanawapa pressure nyingi. Ndio sasa na wao ndio timu ambazo kwenye nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu wanakuwa wanashika wao. Yaani wanapishana tu Simba na Azam. Huyu ashike nafasi ya pili, huyu ashike nafasi ya tatu. Kwa hiyo tunaangalia mechi yao ambao watakapocheza, tutapima je, ni namna gani ambavyo tunaweza kuendea ligi hivi kwa mikakati. Yanga ya NBC na Yanga ya kimataifa ipi bora? Zote bora. Kwa nini? Kwa sababu mpaka sasa hivi sisi tumeingia kwenye group stage. Hata group stage huko tuko kwenye nafasi ya pili kama sikosei kwenye ligi. Zote ni bora. Mrudie hatua ya makundi, hatua ya pili. Baada ya kufungwa bao moja na Silver Strikers. Ni kweli ilikuwa mpambano mzito, na ndio raha ya michuano, kwa sababu ukiingia kwa wakati mwingine na magoli mengi utaambiwa kwamba unanunua, utaambiwa kwamba ni timu mchekea, lakini utamu wa ile mechi ndio ulikuwa vile. Mimi nilikuwa uwanjani, niliona namna ambavyo mechi ilikuwa nzuri. Pengine tungeshinda kwa idadi kubwa ya magoli, tungekuja tena mkasema kwamba ni timu nyepesi, kwa sababu Silver Strikers si katika miongoni mwa timu kubwa sana barani Afrika. Kwa hiyo pengine tungewafunga magoli mengi, mngekuja tena na maneno mengine kusema kwamba tumeingia kwenye kwa magoli mengi na timu ilikuwa dhaifu. Kwa hiyo tumeonyesha ni namna ambavyo tunaweza kucheza kikubwa. Pale tulicheza kikubwa tu. Kweli game ilikuwa ngumu siku ile, lakini tulicheza kikubwa, mwisho siku tuka qualify. Sasa hivi tunazungumzia mambo ya makundi. Ni mchezaji gani wa kulindwa pengine ambaye ataweza kuibeba Young Africans katika michuano ya hatua ya makundi group stage? Bado kwa Yanga sasa hivi, bado Yanga bado ni mchezaji gani ambaye unamuona akikosekana tu pale unaanza kusuasua? Dunia nzima, timu zote duniani zina mchezaji anaitwa key player. Na sisi Yanga hapa tumebarikiwa kuwa na Zouzoua Pacome. Ndio mchezaji ambaye unaona kama timu nzima inacheza kwenye mfumo wake. Ukimwona akikosekana unaona timu ambayo inacheza haichezi kwenye shape yake. Sijui kwa huyu kocha ambaye anakuja labda atabadilika, lakini kwa namna ambavyo makocha wote wamepita na timu ilipokuwa inacheza, ulikuwa unamuona yeye ndio mchezaji ambaye ana uwezo wa kufanya maamuzi, kwa sababu yeye anacheza free. Ndio mchezaji anapocheza free, maana yake wachezaji wote mnakuwa mnamwangalia yeye, mpe pasi yeye, atengeneze mashambulizi na wakati mwingine afunge. Kwa hiyo bado Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye wa kuchungwa. Siku hata akiwa hayuko vizuri kiafya, mimi binafsi sijui kwa wana Yanga wengine au anapata pressure, jamaa yupo. Kwa hiyo ni kweli mashambulizi ukiangalia yote yanaanzia kwake, na mchezaji ambaye hakuna mechi yoyote amecheza chini ya kiwango. Yaani amke anaoma, amke na malaria, unakuta anakupa kiwango kile kile. Yaani